Hali ya utulivu imeshuhudiwa katika barabara ya Samu Nujoma, ambapo watu wachache, watembea kwa miguu na wenye vyombo vya usafiri wameonekana katika barabara hiyo tofauti na siku zote. Hali ya utulivu imeshuhudiwa katika barabara ya Samu Nujoma, ambapo watu wachache, watembea kwa miguu na wenye vyombo vya usafiri wameonekana katika barabara hiyo tofauti na siku zote. Hali pia ya utulivu imeshuhudiwa katika barabara za mitaa ya Tandale, ambapo watu wachache, watembea kwa miguu na wenye vyombo vya usafiri wameonekana katika barabara hiyo tofauti na siku zote. Kwa kawaida maeneo ya Tandale na viunga vyake huwa na heka nyingi, ikiwemo watembea kwa miguu, wauza vitafunwa pembeni ya barabara na mitaa, waendesha bodaboda na bajaji. Lakini leo ni tofauti, kwani watu ni wachache na vyombo vya usafiri pia vichache, na hata bodaboda ambazo huegesha pembezoni mwa barabara kwenye migundi, vituo vya bodaboda hazipo, zinapita moja sana. Maeneo ya Tegeta, Mbezi, Kimara nayo kunaonekana kuna utulivu. Ni asubuhi hii katika maeneo ya Tegeta, Kibao jijini Dar es Salaam, askari polisi wakifanya ukaguzi wa kila gari, yakiwemo mabasi yanayotokea kaskazini Arusha, Moshi na Tanga. Serikali ilitangaza kupiga marufuku maandamano ya leo Disemba 9 na kuwataka watu wasiokuwa na ulazima wa kutoka majumbani watulie ndani. Kabla ya hapo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alithibitisha kwamba ulinzi umeimarishwa kuelekea tarehe 9 ya Disemba. Jeshi la polisi kupitia msemaji wake David Misime limesema linaangalia matangazo ya maandamano yaliyosambazwa mitandaoni na limeonya kwamba maandamano hayako halali bila kibali, hivyo hakutakuwa na maandamano. Pia mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani George Simbachawene ameweka wazi serikali haitaruhusu maandamano hayo. Amesema maandamano yaliyopangwa hayana kibali, hawana msimamo rasmi, hivyo hayaruhusiwi. Kwa maana hiyo ndio ulinzi umeimarishwa na maafisa wa usalama wamesema wako tayari kuchukua hatua kama mtu yeyote atajaribu kupanga ama maandamano bila kibali. Serikali imeyaita maandamano ya leo kuwa ni haramu, yasiyo halali, kwani hayajaomba kibali kama sheria inavyotaka. Kwa hivyo polisi imeonya kwamba yeyote atakayehusika anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Zaidi ya hayo, baadhi ya waandamanaji wamekwisha kukamatwa kwa tuhuma za kuhamasisha maandamano mitandaoni. Hivyo maandamano haya ya leo hayakubaliwi rasmi na serikali, na unaweza kuona uwezekano mdogo wa mkusanyiko mkubwa wa watu bila kukubaliana na ulinzi mkali. Serikali na polisi zimesema kuwa taarifa walizopata zinahusisha kile ambacho wameelezea kwamba mikakati hatarishi, wakiashiria kwamba baadhi ya watu walikuwa wamepanga kutumia silaha kuharibu miundombinu kama mawasiliano, mitandao ya mawasiliano, kuvuruga shughuli za bandari, kuziba barabara au hata kuharibu huduma za umma kama hospitali. Hata hivyo, serikali imeona maandamano hayo sio tu kama mgogoro wa kidemokrasia, bali kama tishio kwa usalama wa wananchi na taifa. Mtazamo wa kimataifa na haki za binadamu. United Nations UN imekumbusha serikali ya Tanzania wajibu wake wa kuheshimu haki za kuandamana kwa amani na uhuru wa kujieleza, ikisema jeshi la polisi lazima litumie madhari ndogo au vikwazo pale inaposhiriki katika maandamano. Vikundi vya haki za binadamu pia vimeonya dhidi ya matumizi ya nguvu kupindukia na marufuku ya mkusanyiko, akisema haki ya kuandamana kwa amani ni msingi wa demokrasia. Unapaswa kufanya nini kama raia leo? Ikiwa huna sababu ya lazima ya kuwa mitaani, chukua ushauri uliotolewa na serikali na kaa nyumbani. Epuka maeneo yenye vikosi vya polisi, jeshi, makutano makubwa au kuelekea kwenye maeneo yenye taarifa za maandamano. Uwe makini. Kubali kwamba kuna uwezekano wa ukosefu wa habari sahihi, hivyo fuatilia vyombo rasmi au vyenye uaminifu. Usitegemee taarifa kutoka mitandaoni pekee. Ikiwa utaona chochote cha kushuku, mara moja jaribu kujinusuru. Epuka tukio lolote la vurugu linaloweza kuhatarisha maisha au mali. Hii ni Neli TV, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa taarifa mbalimbali endelea kusalia na Neli TV, tukikuletea taarifa ambazo
zitaendelea kujiri katika jiji la Dar es Salaam na mikoa mingine ya Tanzania. Mimi ni Lizo Sport, hadi wakati mwingine, bye bye.